Wapendwa watazamaji na wasikilizaji, nawakaribisha tena katika vipindi vyetu ama msururu ya vipindi vyetu ambayo ni ya kujifunza Biblia. Turejelee maandiko. Ninayewakaribisha ni mtumishi John Koech. Karibuni sana. Leo tunazungumzia habari ya marejeo ya Yesu mara ya pili, na tunataka tutazame jinsi Kristo atakavyokuja, hali ya dunia itakavyokuwa, na hatimaye makao ya milele. Tuombe. Baba na muumbaji wetu, jina lako litukuzwe kwa nafasi ambayo umetupa tuweze kujifunza pamoja na msikilizaji wangu neno lako. Naomba Roho wako Mtakatifu, mwalimu mkuu, aweze kutuongoza tukafahamu kweli hii, na ukweli huu ukatulete karibu nawe kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Pendwa, marejeo ya Yesu mara ya pili ni tumaini lenye mibaraka kwa Wakristo wote ambao wamemwamini na kukubali uongofu. Kitabu cha Tito 2 fungu la 13. Biblia inasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kwa hivyo kurejea kwa Kristo mara ya pili ni tumaini kuu tena yenye mibaraka kwa wote wanaomtazamia. Ndiyo kilele cha Ukristo wetu, ndiyo tumaini la pekee kwa wote ambao wanaishi katika ulimwengu huu wenye changamoto, wakitamani pumziko la milele. Pia tunataka kuona hakikisho hili la kurejea kwake Kristo mara ya pili ndani ya maandiko. Ndiyo maana katika kitabu cha Yohana 14 fungu la 1 mpaka la 3, Yesu alisema nini? Je, kurejea kwake mara ya pili ni propaganda ama ni ukweli? Kitabu cha Yohana 14:1 hadi 3, maneno ya Yesu yenye faraja haya: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo nangaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kwa hivyo tunaona kwamba kurejea mara ya pili kwa Yesu Kristo mwenyewe aliweza kuhakikishia wanafunzi wake. Aliwahakikishia wale ambao waliweza kumkubali na kukubali ujumbe wake wa wokovu. Na ndiyo maana aliwahakikishia kwamba yeye anaenda kuandaa mahali, na akiandaa mahali yeye ataweza kurudi tena ili awachukue wale waliomkubali na pia awapeleke katika makao haya ya milele. Kwa hivyo kurejea mara ya pili kwa Kristo ni hakikisho ambalo tumepewa ndani ya maandiko na Yesu mwenyewe. Swali lingine linaja kwamba kusudi la kurudi kwake ni nini? Kusudi la Yesu kurudi mara ya pili ni nini?
Tunafahamu kwamba alikuja mara ya kwanza, lakini sasa anapanga ama tayari anakaribia kurejea tena. Waibrania 9:28 maandiko inasema, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Kwa hivyo kuja kwake mara ya kwanza, huyu Kristo alikuja kutolewa kama sadaka ya dhambi zetu. Ndiposa unaposoma katika Yohana 1:29, Yohana alipomwona siku ya pili yake akiwa kule Yordani, aliwaambia watu, tazameni mwana-kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Lakini anapotokea mara ya pili pasipo dhambi, Biblia inasema anatokea kuokoa wale wanaomtazamia. Kwa hivyo anakuja kwa kusudi ya wale wanaomtazamia. Swali lingine, huyu Yesu atarudi kwa njia gani ama kwa jinsi gani? Katika kitabu cha Matendo 1 fungu la 9 mpaka 11, Yesu alipokuwa anapaa, kuna ujumbe malaika walitoa kwa wanafunzi na wale waliomkubali Kristo. Biblia inasema akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akiinuliwa na wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho yao mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba wale wanafunzi na wafuasi waliokuwa katika mlima ule wa Mzeituni, Yesu alipokuwa anapaa kurejea mbinguni kwa mwili, Biblia inasema waliweza kushangaa na kukaza macho yeye alipokuwa anachukuliwa. Na alipopotelea kule winguni, malaika wakashuka, ndio wanafananishwa na watu wenye nguo nyeupe. Wakawauliza Wagalilaya, mbona mwakaza macho? Huyu Yesu mnayemwona akipaa atarudi kwa jinsi hiyo hiyo mlivyomwona yeye akienda zake. Kwa hivyo Yesu alienda akionekana, pia atarudi akiwa anaonekana. Wangapi watamwona kija? Ndiyo ndilo swali letu lingine. Wangapi watamwona huyu Yesu akija? Ni wachache ama ni watu wote? Ufunuo 1:7, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Ufunuo 1 fungu la 7. Yohana anaiona kwa maono Kristo akija tena na wingu kuu, na akaona dunia yote, kila jicho likimuona. Akaona wengine wakiomboleza. Kwa hivyo ulimwengu wote, kona 4 za dunia hii zitamwona Kristo akija mara ya pili. Kila jicho, macho yote, iwe ni usiku ama mchana, Kristo ataonekana na kila mmoja akija mara ya pili. Je, Yesu atakuja kimya
kwa siri? Swali lingine, je, Yesu anakuja kimya tena kwa siri? Kitabu cha Wathesalonike kinajibu swali hilo. Kwa sababu Bwana mwenyewe, Wathesalonike wa kwanza 4:16. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hivyo katika fungu hili tunapata kwamba Kristo anakuja kwa sauti kuu na parapanda. Kwa hivyo Yesu haji kimya kimya, itasikika hata na walio vipofu. Wale hawatamuona kwa macho, watasikia na masikio yao kwamba kuna tarumbeta ya mwisho ambayo italia na kila mtu atasikia na kutazama juu wamuone mwana wa Adamu akija tena. Kitabu pia cha Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 52. Je, Yesu atakuja kimya na kwa siri? Inajibu hivi: kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu tena, nasi tutabadilika. Wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Parapanda italia, wafu watafufuliwa. Kwa hivyo kuna sauti ya parapanda ya malaika wengi. Kumbuka wakati Kristo alipofufuka siku ya kwanza ya juma, malaika alitumwa mmoja na kulikuwa na nuru kubwa na tetemeko la ardhi. Swali, wakati malaika wengi watakaposhuka na wote wawe na tarumbeta zao, dunia hakika itasikia, hata na wafu pia walio makaburini watasikia sauti yake. Je, Yesu anakuja peke yake? Yaani Yesu atakuja na malaika wangapi? Kitabu cha Mathayo 25 fungu la 31 tunaangalia sasa Yesu anakuja akiwa peke yake. Mathayo 25:31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha tukufu wake. Kwa hivyo Yesu hatakuja peke yake, anakuja na malaika wengi. Yesu anakuja na malaika wengi sana. Malaika mbinguni ni wengi hata kuliko binadamu tunaoishi. Hivyo malaika watakao kuja ni wote kulingana na andiko hilo, kwamba na malaika watakatifu wote pamoja naye. Ndiposa kitabu cha Ufunuo takapojisomea 8 fungu la kwanza, Yohana alipoona muhuri wa 7 ukifunguliwa, akaona mbinguni kukawa kimya kwa muda wa nusu saa. Hiyo ni unabii ambao tutajifunza wakati fulani. Mbinguni kukawa kimya kwa muda wa nusu saa, kuonyesha hakuna malaika ambao kila wakati tunapoendelea sasa wanaimba atukuzwe Mungu, wanaomsifu Mungu. Wote watakuja kumleta Kristo, kumsindikisha Kristo, kuja kuwachukua watakatifu. Swali, utakuwa mmoja wa hao? Yesu haji kwa siri. Yesu kila jicho litamwona, itasikika kila mahali duniani,
Na pia Yesu haji peke yake, anakuja na malaika wengi. Hivyo ukisikia Yesu ambaye amekuja, kama vile tunavyosikia katika ulimwengu wa sasa, mara ameonekana hapa, ameonekana pale, na ni peke yake, na ameshuka mahali pamoja, macho yote haya kumuona, hajakuja na malaika, hakuna tarumbeta imesikika, tunajua kwamba huo ni uongo. Kristo ataonekana na watu wote, atasikika na watu wote, na pia anakuja na malaika wote mbinguni. Pia Yesu atakuja na utukufu wa Baba yake. Mathayo 16 fungu la 27. Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake na pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Anakuja na utukufu wa Baba yake, utukufu wa malaika. Kristo anakuja na utukufu mwingi. Utukufu ni nini? Utukufu ni nguvu na uwezo, nuru kubwa ambao hakuna macho ya kibinadamu inaweza kuona. Ndiposa tunaposoma katika Biblia lazima waliokombolewa wabadilishwe miili yao. Watakapofufuliwa, watafufuliwa na miili nyingine ambayo itakuwa inaweza kustahimili utukufu wa Kristo. Haji jinsi alivyokuja mara ya kwanza akiwa mwana wa Yusufu, akazaliwa kama sisi, kachukua mwili huu, katembea. Anakuja sasa akiwa na utukufu mwingi sana kama wa Baba. Kwa nini hatumuoni Mungu? Ni kwa sababu Mungu ako ndani ya utukufu huo, na ndio Kristo anakuja na utukufu huo. Wenye haki watamuona, maana watabadilishwa miili yao fanane na yake, ndiposa watapaa na kumlaki mahewani, kama vile tunavyoendelea kuisoma. Yesu atakuja na utukufu wa Baba. Kitabu cha Mathayo 24:30 pia inasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu wataomboleza, na watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Ni Yesu alitoa unabii huu, ama alitoa hakikisho hili kwamba kila jicho litamuona, na anakuja na malaika. Lakini wenye dhambi wataomboleza, hawatataka kuona utukufu huo, maana hakuna mwenye dhambi atakayeona utukufu akaishi. Hivyo wataomboleza wakiangamia, kwa sababu utukufu wa Kristo huo ambao unabadilisha wenye haki, kuwapa mwili mpya na kufufua waliokufa, ni utukufu ambao pia kwa wenye dhambi itakuwa ni kuangamiza, itakuwa ni kuangamiza. Ipoza ukisoma kitabu cha Funuo pale 19:15 nasikia Yohana alipoangalia kaona anakuja na upanga mdomoni mwake kuwapiga mataifa, kuonyesha kwamba kule kuwaita wenye dhambi ama wenye haki, samahani, ndani ya makaburi. Sauti hiyo ambayo inawafufua wenye haki, utukufu huo ndio pia unawaangamiza wenye dhambi. Wathesalonike wa kwanza 4:16 tunarejelea, wafu wa katika Kristo watafufuliwa. Wafu katika Kristo watafufuliwa. Wathesalonike wa kwanza 4:16,
kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Waliokufa katika Kristo wanafufuliwa kwanza. Kumbuka kuna ufufuo mara mbili. Tutakuja kuzungumzia ufufuo wa wenye dhambi ama wa wasio haki, wa waovu, ambayo inatendeka miaka 1000 kuanzia ufufuo huu wa kwanza. Ufufuo wa kwanza ni wakati Kristo anakuja mara ya pili tunaozungumzia sasa. Ndiyo, na andiko yanasema hawa wanaofufuliwa ni wenye haki. Kristo atawaita kwa majina yao, na kwa dakika moja kufumba na kufumbua. Hiyo ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:51 hadi 52, tusome pamoja. Watakatifu walio hai watabadilishwa. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika, kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Hii ni siri ambayo Paulo aliwaambia watu wa Korintho. Hii ni siri ya pekee kwetu watu wa Mungu, kwamba siku hiyo Kristo akija, kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu tena, nasi tutabadilika. Hiyo ndio tumaini kubwa kwa wale ambao wanamngojea Kristo. Ni tumaini lenye mibaraka. Tunaposoma na kurejelea maandiko, tunapata uhakikisho kwamba miili yetu hii yenye dhambi, miili yetu hii iliyoanguka kwenye dhambi, itabadilishwa tuvalishwe mwili mwingine wenye utukufu, mwili ambao utafanana na wa Kristo alipofufuliwa mara ya pili. Wale wanaofufuka katika Kristo wanaunganika na wale walio hai. Kumbuka, Kristo atakapokuja atapata wengine wakiwa hai. Sio wote watakufa ili waweze kwenda mbinguni kama vile wengine wanavyokudhania. Hapana, kuna wale watapatwa, watakutwa Kristo akija wakiwa hai. Ndiyo maana katika ile Wathesalonike wa kwanza 4:17, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kuna wale ambao Kristo akija atawapata wakiwa hai, kama jinsi leo tulivyo hai mimi na wewe. Ikiwa atatokea mawinguni, Kristo alihakikisha, ama maandiko yanatuambia, wale waliolala waliolala wenye haki watafufuliwa waunganike na wenye haki walio hai, kisha wabadilishwe miili yao na wamlaki Yesu hewani. Ndio tunapata neno kunyakuliwa. Tunanyakuliwa, tunatolewa katika ulimwengu huu. Wenye haki waliolala wanaamka na mwili mpya, wanaunganika na wenye wako hai ambao wamebadilishwa na kupewa miili mpya, nao wanapaa angani kumlaki Kristo, na Biblia inasema kisha tunaenda kuishi naye milele.
Swali, waovu nao, wenye dhambi nao, watakaopatwa wakiwa hai, na kuna pia wale walilala wakiwa waovu. Maandiko yanatupa nini? Waovu walio hai watajificha. Kitabu cha Ufunuo sura ya 6 fungu la 15 na 16. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo. Kwa wenye dhambi na waovu wote, maandiko yako wazi kwamba siku hiyo wao watakimbia, watatoroka uso ya mwana wa Adamu. Kwao itakuwa ni aibu, itakuwa ni uchungu. Watakumbuka jinsi neema hii kama ujumbe huu wa neema imehubiriwa, wala hawakupokea. Wametajwa watu maarufu pale, wangwana, matajiri, wenye walio huru, hata na watumwa, wakikimbia na kuambia milima na miamba, tufunikeni mbele ya uso ya yeye aketie juu ya kiti cha enzi. Itakuwa ni uchungu, itakuwa ni aibu, itakuwa ni maombolezo ulimwenguni kwa wale waovu wote. Maana wanapokimbia na kutoroka Yesu, wanaangamia. Kwa sababu dunia pia baada ya Kristo kuja kutakuwa na tetemeko kuu, uharibifu wote. Utakapoendelea kusoma katika Biblia utagundua kwamba kutakuwa ni wakati mbaya, hata nuru, hata jua halitaweza kuangaza tena. Kwa waovu itakuwa siku ya giza na siku ya maombolezi. Hali ya wafu walio waovu. Kumbuka kuna wale walikufa, wamekufa tangu zamani. Waovu waliokufa tangu zamani, pengine hawakutubu, ama wengi ambao hawakutubu, nao hali yao ikoaje katika makaburi? Tunaambiwa wazi katika Ufunuo 20:5, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata ile miaka 1000 itimie. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Kwa hivyo wafu ambao walilala tangu zamani, waliokataa Injili tangu wakati wa Adamu hadi wakati huyo Kristo akirudi, hawakuwa hai, hawatafufuliwa, wanabaki kaburini kwa miaka 1000. Kwa hivyo miaka 1000 inaanza wapi? Wakati Kristo anakuja mara ya pili. Miaka 1000 inaanza tu wakati Kristo anakuja mara ya pili na kuchukua watakatifu. Basi miaka 1000 inaanza, ambao ni fundisho ya wakati mwingine, ambapo utakuja kuangalia hii miaka 1000 baada ya kutimia ni nini itaweza kutokea tena. Lakini kwa siku ya leo tunaangalia Kristo jinsi anavyokuja na vile anavyofanya na jinsi anavyochukua watakatifu, na ni wangapi watamwona na sauti itasikika hadi wapi, na pia tunaona waovu watakuwa wanaomboleza. Tunazidi kujibu maswali ambao wengi wanajiuliza. Katika kitabu cha Ufunuo 16 fungu la 15 inasema Yesu atakuja kama nani? Tazama naja kama mwizi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, kama hata watu wakaiona aibu yake. Tazama naja kama mwizi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaione aibu yake. Kwa hivyo kuna neno ambalo
Biblia inatumia kwamba Yesu anakuja kama mwivi. Je, anakuja kuiba? Ama maana ya kuja kama mwivi ni nini? Mathayo 24 inajibu. Ina maana gani Yesu kuja kama mwivi? Kesheni basi 24 pale kitabu cha Mathayo kuanzia 42. Kesheni basi kwa maana hamjui ni siku ipi atakayekuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Katika saa msiyodhani. Hiyo ndio maana ya Yesu kuja kama mwizi. Anakuja kwa wakati ambao watu hawatadhania anaweza rudi hata leo hii unaposikia ujumbe huu. Ni wakati ambao huko umeprepare ama umejiandaa. Hiyo ndio maana ya Yesu kuja kama mwizi. Haimaanishi anakuja kuiba, lakini anakuja kwa saa usiyodhani, kwa wakati usiotarajia. Ndiyo maana Yesu alisema maneno haya kwamba watu wakeshe wakiomba, maana Kristo anakuja kwa wakati usiodhani. Pia Petro wa pili 2:10 na naamini ni 3:10. Petro wa pili 3:10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitauguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Ile inasema katika Petro ya pili 3:10, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Ni siku ya Bwana inakuja kama mwivi. Yesu haibi. Kuna watu wamebadilisha wakisema kwamba Kristo kuja kama mwizi ni wakati mtu anakufa. Nimesikia wengi hata wahubiri kwamba kaeni tayari, jitayarisheni, maana Kristo amekuja kama mwizi. Umesikia fulani amekufa? Ndio, situkufikiria kwa hivyo Kristo amemuiba. Hapana, hiyo inaitwa kifo cha kawaida, ambao hakuna mtu ajuaye siku yake wala masaa yake. Lakini tunazungumzia hapa Kristo akija, siku hiyo itakuwa siku usiyodhania. Na ndiyo hapa Petro anaweka, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Wakati huo ambao hatujui ni saa ngapi, huenda ni kesho, kesho kuto, mwaka ujao, miaka 100 ijayo, mwaka 10, dakika 20, ni kama mwizi. Ni wakati watu wasiodhania. Ati watu watakuwa katika shughuli yao. Na nasikia kwamba vitu vyote vitaangamizwa. Ni hata kazi zilizopo dunia hii zitakwisha na kuteketea. Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la 2 mpaka fungu la 4 pale. Maana nyinyi wenyewe mwajua ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Siku ya Bwana, anarudia Paulo, siku ya Bwana. Ukiendelea katika fungu la 2 nasema, wakati watu wasema amani amani, ndiposa uharibifu unawajia mara moja.
Utajisomea pale kuteremka. Wakati watu wanapanga, wanatabiri amani, amani. Wakati watu wana mpango 2030, Vision 2032, vision ngapi? Mara moja Kristo anatokea. Wakati wasiodhani. Siku hiyo ndiyo siku inayokuja kama mwizi. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu, mitume walielewa, na hivyo hata sisi tukirejelea kwenye maandiko tutafahamu vizuri. Maana ulimwengu wa sasa umechanganyikiwa kwa sababu ya fundisho hili la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kuna kuchanganyikiwa kukubwa sana kwa sababu ya fundisho moja linaloitwa kuja kwa siri kwa Yesu, kuchukua watakatifu kadhaa ama sehemu fulani. Wengine watabaki dunia hii sijui miaka 7 wakipitia mikononi mwa nabii wa uongo, alafu hao wataokolewa kwa damu yao wenyewe na mambo mengi ambayo yanafundishwa. Turejelee kwenye maandiko. Maandiko yanaonyesha wazi, Kristo akija na kuwachukua watakatifu, hakuna atakayekuwa hai tena hapa ulimwenguni kwa hiyo miaka 1000. Hakuna watakaoendelea kuishi baada ya Kristo kurudi tena. Hiyo hamna. Ndani ya Biblia inaonyesha wazi, Kristo anakuja siku usiyodhania na watakatifu wamenyakuliwa, wenye dhambi wanaangamizwa na utukufu huo, na waliokufa tayari watakaa hivyo na miaka 1000 inaanza. Ndiyo maana kitabu cha Yeremia 25 fungu la 33 linajibu swali, dunia itakuwa katika hali gani baada ya Yesu kuja? Tuangalie sasa ulimwengu huu jinsi utakavyokuwa. Biblia inasema, na waliouawa na Bwana siku ile. Niliwaambia hapo mbeleni kwamba Kristo akija anakuja na utukufu ambao kwa wenye dhambi inawaangamiza. Uso wake unawaangamiza, sauti yake ni ya kuangamiza wenye dhambi, lakini kwa watakatifu ni kuwabadilisha mili yao na kuwapa nguvu na utukufu wa mlaki hewani. So Yeremia alipoangalia siku hiyo katika 25:33 anasema, na waliouawa na Bwana siku ile watakuwepo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Kwa hivyo waovu watakuwa samadi juu ya uso wa nchi, walioangamizwa na Bwana siku hiyo akirudi. Wanaangamia, hakuna kuliliwa, hakuna kukusanywa, hakuna kuzikwa. Kwa sababu ni rahisi. Ama kwa sababu gani ni rahisi hivi? Kristo alipowafufua wenye haki na akaunganisha na watakao kuwa hai, aliwanyakua kuwapeleka mbinguni. Wenye dhambi ambao walimuona na kuomboleza wakaangamizwa na utukufu wake. Wenye dhambi ambao walilala kitambo hawakufufuliwa, kwa hivyo wamebaki. Kwa hivyo dunia hii itakuwa katika hali mbaya, kwa sababu miili itakuwa imelala kama samadi ya ng'ombe katika boma ya wale wenye ng'ombe mingi. Kienda pale unapata samadi kila mahali. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Hakuna wa kuwazika, watakatifu wameenda. Hakuna wa kuwaombolezea, hakuna chochote. Dunia wamebaki hivyo, na hapo ndipo sasa miaka 1000 inaanzia. Yeremia 4:23 pia inasema hivi, naliangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa, haina watu. Naliziangalia mbingu nazo zilikuwa hazina nuru. Naliangalia milima na tazama ilitetemeka, na milima yote ilisongea huko na huko. Nikaangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Nikaangalia na tazama shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana
na mbele za hasira yake kali. Hivyo ndivyo ulimwengu wetu utakavyo. Yeremia alipoangalia nabii baada ya Yesu kurudi mara ya pili, aliona ulimwengu ukiwa haina watu, haina ndege ya wangani, kuna hata mnyama mmoja, mashamba yaliyozaa sana hayalikuwa hakuna, hata miji mikubwa ambayo NASA imejaa kule, miji ya New York, Nairobi, Lagos kule Nigeria, kuna Beijing, sehemu gani, miji mikubwa ambayo imejengwa kwa miaka nyingi. Akaona yote imebomoka mbele ya Bwana na mbele ya hasira yake. Kwa hivyo ulimwengu hautakuwa hauna mtu yeyote, hauna chochote kitakachoendelea, hakuna kazi itakayoendelea. Kwa wale ambao wanadai kutakuwa na second chance, hakuna ndani ya maandiko. Na ndio maana kusudi letu ni kuwaletea ujumbe huu, kuambia ndugu na dada, turejelee katika maandiko, turejelee maandiko, tusidanganyike. Hamna ama hakuna nafasi ya pili. Wakati wa wokovu ni sasa. Kristo akija, historia ya ulimwengu na ya wokovu itakuwa imefungwa. Tunamalizia kwa neno hili: Shetani hataweza tena kudanganya. Ufunuo 20 fungu la 1 hadi la 3. Ile nasema malaika akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akamtia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe kwa muda mchache. Dunia hii baada ya kuharibiwa na watakatifu kuchukuliwa juu, inabaki ukiwa. Atakaye kuwa anazunguka tu ulimwengu huu ni Shetani na malaika zake ambao aliwadanganya mbinguni. Watazunguka dunia hii kuanzia kona hii, kuanzia sehemu ya kaskazini, mashariki, magharibi na kusini, bila kupata mtu wa kudanganya. Watu wote waovu ambao wamekuwa akiwatumia wamekufa, wenye haki wamechukuliwa. Yeye atabaki hapa katika kifungo kwa miaka 1000. Au karibisha katika fundisho la je, baada ya miaka 1000 nini litatokea tena? Au kushukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nami katika msururu huu na fundisho la marejeo ya Kristo. Nataka Mungu akubariki unapojiandaa kukutana na Kristo. Siku hiyo parapanda ikilia, uwe mmoja ya wale watakao mlaki Kristo mawinguni. Na ndiyo tumaini lenye mibaraka. Mungu akubariki. Tuombe. Baba na Muumbaji wetu, jina lako litukuzwe. Tunashukuru kwa sababu tuna nafasi ya kujifunza neno lako. Tumeona kwamba unakuja tena upesi, na ujira wako kumlipa mtu kulingana na kazi yake. Tunaomba mimi na msikilizaji na mtazamaji tuwe katika wale ambao watakulaki. Endelea kuwa pamoja nasi na hata chaneli hii ya Turejelee Maandiko, katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amina.